Naomba tuende kwenye somo letu. Somo letu ni ndoa. Tunajifunza kuhusu ndoa. Lakini wakati tunajifunza tuwe na mwelekeo, tutaanza na jambo la utangulizi. Tutakuwa na utangulizi. Jambo la kwanza tutaangalia kanuni za ndoa. Baada ya utangulizi tutakuwa na kanuni za ndoa, jambo la kwanza, na lenyewe linakuwa na vipengele vingi. Jambo la pili, tutajifunza kweli kuu katika maisha ya ndoa. Kweli kuu katika maisha ya ndoa. Nirudie, kuna watu nimewaacha. Tutakuwa na utangulizi, tutakuwa na kanuni za ndoa, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, kweli kuu katika maisha ya ndoa. Jambo la tatu, tutaangalia kama kuna vikwazo katika ndoa. Vikwazo katika ndoa. Katika maisha ya ndoa tunakuwa na vikwazo. Wakati mwingine tunaita maadui pia. Vikwazo. Na jambo la nne, tutaangalia uzuri au starehe katika ndoa. Uzuri, starehe katika ndoa. Kama Roho Mtakatifu atatuwezesha, tutaweza kwenda katika haya, lakini pia naweza kaongezeka. Kila topic hapa ina mambo mengi. Mimi nimeandika tu kwa kusummarize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unakumbuka kuna wakati Mtume Paulo alikuwa anawahudumia, akawaambia naomba nafasi katika moyo. Naomba nafasi ili niweze kuingia katika moyo wako, alafu niyaseme yale ambayo Mungu alikusudia. Na mimi naomba nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu naomba nafasi. Jisikie vizuri, fungua moyo wako. Tunaenda kujifunza mambo makubwa ya kimungu. Mungu alikusudia nini? Kwa ukitoa ile nafasi itatusaidia mimi na wewe tufike mahali Bwana alikuwa anakusudia nini katika ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Tuanze na utangulizi. Sikutaka niwe na mnyororo mrefu ili nifupishe somo langu, nilifanye liwe finyu kidogo ili tuweze kufika katika malengo. Nataka tuanze na kusema ndoa ni mali ya Mungu. Ndoa ni mali ya Mungu. Ndoa ni chombo cha Mungu. Ndoa ni kifaa cha Mungu. Ni mali ya Mungu. Mwenye kumiliki ni Mungu. Mwenye kuanzisha ni Mungu. Tutasoma katika Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 18 hadi 24. Mathayo ile sura ya 19 mstari wa 4 mpaka 6. Tunasoma Mithali 19 hadi Mithali 19 mstari wa 14. Mithali 19 mstari wa 14. Tunasoma pia Zaburi 127 mstari wa kwanza. Tunataka tudhibitishe ndoa ni mali ya Mungu. Tumesoma katika kile kitabu cha Mwanzo, tumeona jinsi Mungu alivyoanzisha ndoa. Lakini pia ukirudi nyuma kwenye sura ya kwanza mstari wa 26, 27 na 28, utaona Mungu alivyomuumba Adamu, na anasema alimuumba mwanamume na mwanamke, alafu akawaumba. Na hiyo inatupa dira kwamba yeye ni muasisi, yeye ndio founder, yeye ndio muasisi wa ndoa. Na taasisi hii ni kubwa ambayo ilitegemea mipango yake yote ikamilishwe katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa nimebeba vitu vingi. Kuna kielelezo changu ambacho kinasema Mungu alipomuumba Adamu alimuumba mwanamume na mwanamke akawaumba. Kwa hiyo tunaona katika ile sura ya kimungu, Mungu alipomuumba Adamu, Hawa alikuwa ndani. Na
na ile maelekezo akatoa yote. Na hata ile sura ya 2 wakati anamtoa Eva kwa Adamu, akatoa maelekezo hayo, na Adamu alikuwa ameanoti katika maisha yake. Akamwambia mke wake, kwa Mungu alituambia tukae hapa, tufanye hivi, na mipaka yote katika bustani hii, tusile hiki, tulime hili, matunda yetu tunatakiwa tuli haya na haya. Akatoa maelekezo yote. Kwa sababu toka mwanzo alipokuwa anatoa maelekezo namna gani wanaishi pale, alitoa kwa mtu mmoja, lakini Mungu alikuwa anajua kabisa ina watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tunaona ni nani aliyekuwa mwanzilishi. Lazima turudi kwamba ndoa ni mali ya Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyeanzisha. Na jambo lingine ni wazo la kwake mwenyewe. Hakuna mwanadamu wakati ule. Yeye ndiye mwenye kuform, mwenye kuanzisha nini? Ile wazo kwamba mwanadamu huyu atakakaeje, itakuwa kuwaje, wataongezekaje. Hekima yote ya Mungu kutoka mwanzo wa uumbaji wake mpaka mwisho wa uumbaji wake ni yeye mwenyewe. Hiyo ni siri kubwa sana ya Mungu kuweka kwamba kuna ndoa na hao watakuja watumike pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza ndoa, tunajifunza jambo la Mungu. Na tukiwepo katika ndoa, tuko kwenye chombo cha Mungu ambacho anataka tutembee katika ile kusudi lililokusudia. Na kama kuna kitu ambacho cha kuogopa sana, ukiwepo katika ndoa na uko katika mfumo wa kimungu na wewe ni chombo cha Mungu, na Mungu anatarajia malengo ya Mungu yote aliyaweka kwa wanandoa. Utimizo wa kusudi la Mungu katika uzuri wote wa dunia ulitakiwa utimie kwa wanandoa. Ubora wote tunaoona katika ulimwengu huu utakiwa utokane na wanandoa. Mwendelezo wote wa mambo yote ya kimungu ulitakiwa utoke kwa wanandoa. Ninaposema hivi, tunarudi pia katika mila za Kiyahudi. Maana hao ndio waliopokea Torati kabla yetu. Ilikuwa haiwezekani kwa kijana kabla hajafika umri mkubwa wa kuweza kuoa akasema mbele ya wazee. Ni mpaka afike umri ule wa kuoa, huyu ndio ataruhusiwa, ndio anakuwa mtu. Na ndio hao walikuwa wanahesabiwa. Ukirudi katika namba za mahesabu ya Biblia katika Agano Jipya, watu 5,000 wanaume, ndio hao ambao walikuwa ni wanandoa wanahesabiwa. Wanaume kiasi fulani na wanawake kiasi gani. Hakuna idadi ya watoto. Tunakuja sisi tunajiongeza kama mume na mke walikuwa hivi, basi wana watoto kama familia moja na watu wawili watatu, labda tunaweka makisio. Watu walikuwa wengi. Hiyo inatupa taswira kwamba Mungu alikusudia kabisa ndoa zifanye kazi na yeye. Na ndio maelekezo yote ya uendeshaji wa dunia hii utokane na wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Semeni amina. Amen. Mmoja tulikuwa tunabishana malumbano ya debate. Tunabishana wanafunzi kwa wanafunzi. Wanasema kwani mchungaji akiwa na sifa, akiwa na taaluma, akiwa na usomi, ndio inampunguzia kwa na kiroho? Hapana. Anatakiwa mchungaji awe na taaluma ya kujua neno la Mungu, sio tu neno la Mungu, lakini ni kusudio la Mungu katika uumbaji wote. Tumechelewa sana kumjua Mungu kiuhalisia. Tumechelewa sana. Uongozi wote wa ulimwengu ulitakiwa uongozwe na wanandoa, hasa watu waliookoka. Jamii ya waaminio wanaomjua Mungu. Sisi ndio tunatakiwa kuongoza ulimwengu huu kwa maendeleo yote yale, hata katika mambo ya anga, kwa taaluma zote zile. Kama tungekuwa kwenye udaktari wa hospitali
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukiwa katika ndoa, wewe mwanandoa, wewe ni mjumbe mkubwa wa kupokea kazi ya Mungu na kuiendeleza. Kukaa katika maagizo ya Mungu, mtunzaji wa ahadi za Mungu na mwendelezo wa kusudi la Mungu unatokana na ndoa. Kiini chake ni ndoa. Mlengwa ni mwanandoa. Sasa tuna mambo manne hapa ya kuangalia lengo la Mungu alilokusudia kwa wanandoa. Baada ya kusoma haya maandiko tutatembea nayo, mengine tutaongeza kwa sababu anasema katika Mithali, anasema mtu anaweza kupewa urithi lakini mke anatoka kwa Bwana. Mwanadamu anaweza kumiliki kila kitu, na kweli waliambiwa wamiliki, lakini sio mke au mume. Hiyo ni mali ya Bwana, atapewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Atapewa na nani? Na Bwana. Tunaweza kuamilikisha yote, na Mungu alimwambia, akisoma vizuri, Mungu alimmilikisha Adamu utawala wote, mtatawala haya yote, walipewa. Lakini swala la kuwa na mwenza hawakupewa. Ni mali ya Mungu na ni vizazi vyote. Mungu hakuruhusu wanadamu amiliki mtu mwingine isipokuwa mpaka yeye alete. Kwa hiyo wakati mwingine tunakatiza. Tunapojifunza tunarudi pia kwa vijana wetu, usikatize. Tafuta njia ya kimungu. Pewa na Mungu. Na ukipewa na Mungu hakuna makosa. Pewa na Mungu. Na ukipewa na Mungu, Biblia inasema unapata kibali machoni pake. Haleluya. Ukipewa mke na Mungu, ukipewa mume na Mungu, unapata kibali machoni. Sasa tunaangalia kwa upande huu wa kupata kibali. Je, usipopewa na Mungu ukoje? Katika upande wa pili, hakuna kibali. Ndio maana tunapojifunza swala hili, tunahitaji kwenda ndani zaidi. Na wewe ukiwa mwanandoa utajiuliza swali, mimi ni nani katika mpango wa Mungu katika ndoa yangu? Mungu anakusudia nini katika ndoa yangu? Mungu anatarajia nini katika ndoa yangu? Anataka nimfanyie nini kupitia ndoa yangu? Alinilengea nini mimi katika ndoa yangu? Hakuna bahati mbaya kama hapo ulipo, hakuna bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuridhisha, lakini Mungu anatupa wanandoa, anatupa mwenzi. Na andiko katika ile 27 anasema yeye ndio mlinzi na yeye ndio mchungaji. Yeye ndio mlinzi wa mji. Hakutuweka tu akatuacha. Ni lazima angeweza kutupa na niwezeshe. Lazima atupe. Wazungu wanaita, kuna kitu wanaita providence. Kitu ambacho kinakusanya utoaji wa kimungu, ulinzi wa kimungu, maongozi ya kimungu, neema na rehema. Liko katika hilo furushi moja ambalo sasa mwanandoa anatakiwa alipate. Yote hayo Mungu alikusudia kwenye ndoa. Na anasema unaweza kukesha au kutumia jitihada zako, lakini kama yeye hayupo, hakuna ulinzi. Kuna ulinzi. Sasa tutaangalia ndoa ya Kikristo. Mlinzi mkubwa wa ndoa za kwetu sisi tuliookoka ni Mungu. Ukirudi kwa Waislamu wanashindwa, ndio maana wao wanachanganya na vitu vingine. Wanakuwa na mahirizi, wanakuwa na madawa. Kwa sababu hakuna ile protection
kwamba mimi niko salama, wanachanganya na mambo mengine. Sasa swala la ndoa za Kikristo ni swala nyeti sana, kubwa sana, na ninakuogopa. Tunapaswa kuishi kwa hofu katika ndoa zetu. Ukumbuke, hatupo katika ndoa kufurahishana, tupo katika ndoa tunahitaji kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika ndoa tunahitaji kwenda mbinguni. Sio kwamba tuwepo tutumike alafu tukakosa mbingu, hapana. Tunahitaji kutumika hapa alafu kisha tukatoe ripoti kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makubwa manne au lengo la Mungu katika ndoa. Jambo la kwanza, alitaka familia ziweze kumpendeza yeye. Alitaka familia au alitaka ndoa ziweze kumpendeza yeye. Ndoa impendeze yeye kwa sababu ni mali yake. Baba na mama hupenda sana watoto wawe wafuate njia zao, wafuate kanuni zao, wafuate maelekezo yao, alafu watafurahi. Na kuna maandiko yamesema mtoto mwenye hekima ni furaha ya baba, lakini akiwa mpumbavu mzigo wa mama. Mungu alitarajia ndoa ziweze kumpendeza yeye, si vinginevyo. Na kwa sababu ninapokea maelekezo, ndoa inapokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Biblia yote hii ni maelekezo ya Mungu. Mtimilizaji wa maandiko ni mwanandoa. Kwa automatic Mungu anahitaji kufurahi kupitia ndoa. Furaha yake iwe timilifu. Kwa nini? Mstari wa mwisho katika sura ya kwanza, alipoumba akamaliza kila kitu, akamuumba maadamu ile siku ya sita, alishamwandalia kila kitu kutoka siku ya kwanza mpaka na vyakula na mboga za kondeni, kila kitu. Alafu siku ya sita akamweka pale. Alipogeuka na maliza akasema, natazama kila kitu ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ni chema sana. Kwa hiyo anatarajia ule uzuri aliyoufanya utunzwe na wanandoa ili abaki akiwa na furaha. Jambo la pili, ndoa ziwe baraka kwa dunia yote. Ndoa ziwe baraka kwa dunia yote. Hata matarajio ya Mungu. Sura ya kwanza mstari wa 28 katika Mwanzo, Biblia inasema alipoomba akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaiongoza hii dunia. Akawabarikia. Baraka zote za Mungu zinaanzia kwa ndoa. Zote. Unajua Mungu ni mtoshelezi. Yeye kule hahitaji chochote, isipokuwa alitaka kile alichonacho akimwage kwetu sisi. Na mpokeaji wa kwanza ni mwenye ndoa automatic. Yani ule mfumo ambao ulitakiwa tuuangalie sana kwa makini. Kwa kijana hawezi kuchipuka nje na ndoa. Atatokea kwenye ndoa, anakuwa, anaruhusiwa, na yeye anapokea baraka za ndoa. Iwe mkono wa kulia kwa vijana wa kiume, iwe mkono wa kushoto kwa watoto wa kike. Atoke kwenye ndoa, apate ile foundation, ule msingi ambao wako wazazi wake, alafu na yeye aruhusiwe apate baraka zote, aendelee. Wakati ulimwengu wote kama tungekaa katika msingi wote ule, tusingepata shida. Lakini bado hatujawa mbali sana kwa sababu tumeokoka. Mwingine anachingua mfereji unaoke vizuri, mwingine anaweka macho. Ukirudi unasema niliona kama njia imenyoka jana, niliona. Unakuta mwingine ameweka ameweka matope.
maji hayaendi kwenye mfereji. Nataka nimuone Mungu. Nguvu umekuwa mkubwa. Na kwa sababu adui shetani ambaye tunagombana naye na alipitia huko katika lango la ndoa, na anaziangalia ndoa za watu wacha Mungu, na yanapita ili aweze kuvuruga. Na mvurugo wake hautoki mbali sana, utatoka katika mazingira yetu pale tu. Unatoka katika mazingira ambayo tunaishi nayo. Vuruga. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alifanya kazi kubwa sana kupitia njia nyembamba. Na hii imepana nafasi tu ya watu waliokoka. Ukitaka kumwelewa Mungu kwa urahisi, tukikaa katika laini ya kimungu, the more unapomkaribia Mungu, unapomtaka Mungu, unapotii, unaposikiliza sauti yake, unapoomba, unapokesha, ndipo barabara ya kumwendea Mungu inaendelea kufanya nini? Kupanuka. Tunampata Mungu, tunampata Mungu. Tunapojifunza neno lake, tunagusana na Mungu. Tunaposikiliza sauti yake, tunakutana na Mungu. Ndio maana wakati mwingine watu tunashangaa, mtu mwingine anasimama madhabahu anaweza kuwa na nguvu, unasema jamaa huyo anapaa sana, anajitahidi sana kuweka ile barabara kuipanua ili akutane na Mungu kwa ajili ya huduma. Haleluya. Haleluya. Wote tunaweza kuwa na nguvu, wote tunaweza. Ni juhudi zetu kukata ile michongoma ili nipate njia ya kumwendea Mungu. Na hii yote iko katika mikono yetu sisi wanadamu. Ili tumpate Mungu tunahitaji kufyeka ile michongoma na mizizi ambayo imeisonga ile njia ya kumwendea Mungu. Jambo la tatu, Mungu alitaka familia kubwa zaidi na ya milele. Alitaka kuwa na familia kubwa, au alitaka ndoa ziwe nyingi katika umilele. Tunasoma Waebrania sura 12 mstari wa 23. Wanaandika Waebrania 12:23, lakini pia Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 na Luka wenda wa 9 wa kusomea maandiko. Waebrania 12 mstari wa 23. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Alitarajia kuwa na mkutano mkuu, alafu watu wenye haki. Kumbuka ndoa ndio msingi wa kila kitu. Msingi wa kila kitu, wa matunda yoyote yale ya kimungu. Kwa hiyo hata katika ukubwa wa kazi ya Mungu unatakiwa uwe katika msingi wa kindoa. Mkusanyiko wa watu wote ambao wataingia kwenye kiti cha enzi wanalelewa na ndoa. Petro wa kwanza 2:5 nasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hizi sifa zote hizi zinatakiwa zilelewe na ndoa. Watu wa milki ya Mungu, ukuhani mtakatifu, ukuhani mtakatifu, mpate kuzitangaza. Nani atatangaza? Ni ndoa. Mimi hapa nayeongea ni mtoto wa mchungaji. Kwa hiyo na mimi natakiwa nizae mchungaji, hata kama si wa kuridhisha, lakini nani anaelewa? Si ndoa?
wanatembea pamoja, mmoja akiugua mwingine atoki, anasubiri pale, na kama wanaenda hospitali wanaenda wote. Yaani ile ushirika wote. Hata nilipoingia kwenye ndoa, mimi natoka kwangu mkoani Singida na kufuata jamaa yuko Dar es Salaam, sikuwa najua. Hakupata shida kwa sababu nilikuwa najua nimelelewa vile. Hakupata shida. Bwana Yesu asifiwe. Hakupata shida, tukaoge, twende tukaoge. Lakini mwingine anakuambia wewe haiwezekani. Mimi kwa sababu nimelelewa vile, ilikuwa rahisi kwake. Tunakula pamoja, tunafanya pamoja, kila kitu pamoja. Kwa sababu nilikuwa huyu ndio mume wangu na natakiwa nikae kama wale walionielewa wanapokaa. Sasa Mungu matarajio yake kwamba ile maagizo yake katika wanandoa watu wakue kutokana na maelekezo yake, mpaka na watoto wetu na wajukuu na vitukuu wote warithi ile msingi wa kimungu, ili awe na taifa kubwa, tena sio kubwa, takatifu, lenye kumpendeza yeye. Anasema watu wa miliki yangu mimi. Sasa wanandoa ni miliki ya Mungu, na ndoa zikiwa nzuri, mchungaji ana shida kanisani. Matokeo ya ndoa nzuri ndio kanisa bora. Matokeo ya kanisa bora ndio taifa bora. Amen. Haleluya. Taifa bora. Huko mikoani kuna nafuu, lakini sisi ndio kwa mchanganyiko Dar es Salaam tuna watoto ambao wengine hawajui wazazi wao. Anakuambia sijui kuhubiri, anamwandika mama yake, anatumia jina la baba yake, hajui kazaliwa tu. Sasa hiyo sio msingi wa kimungu. Sio msingi wa kimungu. Mpaka wana majina yao kwa raha. Watoto wako yaani kufika miaka 20 ijayo tutakuwa taifa ambalo hatuna ile ownership tunasemaje? Hakuna ule ubini, unakufa. Na hii yote iko broken kwenye msingi wa ndoa. Tunaanza kuzalisha vitu ambavyo haikuwa mpango wa Mungu. Jambo la nne, Mungu alitaka mahusiano yetu na yeye yapitie kwenye ndoa. Mahusiano yetu na yeye yapitie kwenye nini? Kwenye ndoa. Ibada. Kiweka bracket pale, ibada. Kumwabudu yeye, alitaka mahusiano yetu na yeye yapitie kwenye ndoa. Na taarifa zote za utendaji kazi kwa Mungu napita kwenye ndoa. Kwa sababu hapo ndipo kwenye pishi kubwa. Tutatoa wainjilisti, tutatoa makuhani, tutatoa watu gani, wote wanalelewa pale. Maana sasa zikiwa nzuri, watoto wanakulia, wanaijua imani ya Kristo. Huyu anaitwa kuwa mwinjilisti, huyu anaitwa kuwa mchungaji, huyu anaitwa kuwa nabii. Vifaa vyote, huduma zote za maongozi zote zinatoka kanisani katika njia iliyonyooka vizuri tu. Na tunaposimama kufanya ibada, ndoa zikiwa safi, Mungu anashuka. Haleluya. Mungu anashuka. Watu wanaimba ibada inaanzia nyumbani, ibada inaanzia kwenye ndoa. Na tukija tukikusanyika kila mtu na ndoa yake iko safi hapa, vitu vinaenda. Hakuna kutumia nguvu kubwa sana, kwa sababu uwepo wa Mungu uko kwenye matawi yote, mtaa wote. Ukipita mtaa huu kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu. Kama kijijini kwetu. Kuna Yesu. Haleluya. Mitaa yote kuna Yesu. Ndio kijijini kwetu kilikuwa karibu. Sisi nisemeje? Ni zaidi ya robo 3 kama wakoka. Kwa unakuta nyumba hiyo ndio
Haleluya. Tunajifunza ndoa watu wa Mungu. Ndoa ni nini? Tuende moja kwa moja. Ndoa ni nini sasa? Nimeelezea hii mali ya Mungu. Ndoa ni mwingiliano kati ya mwanamume na mwanamke kisheria na kimaadili. Mwingiliano kati ya mwanamume na mwanamke kisheria, kimaadili, kuwaunganisha wawili kuwa mwili mmoja. Mwingiliano. Na mwingiliano huu unafanywa na Mungu. Unaruhusiwa na Mungu. Ulipaswa uruhusiwe na Mungu. Ziko sheria za kimungu. Na hata zamani walikuwa wanatumia Wayahudi. Hairuhusiwi kijana wa kiume kukutana kabla hawajapewa ruhusa. Kabla wazee hawajakaa. Mwenye kuchukua na mwenye kuchukuliwa pande zote mbili ziafikiane. Tunapata mfano pia kwa Yusufu na Mariamu. Yusufu alifanya zile process za kumtoa nani? Mariamu. Hakumchukua. Lakini process zote za kimaadili ya pale Mashariki ya Kati alizifanya. Ndio maana ilikuwa ni rahisi mpaka malaika mbingu iliitika, unajua? Ikamwambia bwana, usimwache huyo, maana Yusufu alikumbuka dada ana mimba. Na ilikuwa ni bonge la kashfa. Kaitoa wapi? Sio maadili. Lakini Roho Mtakatifu akaingia akasema, ili mimba ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nenda kamchukue. Usimwache. Kuna jamani aliamua kumwacha kwa siri. Sijui alikimbiaje. Lakini akamwambia usimwache, huyo ni mke wako. Unasema ni nani? Ni mke wake. Nenda kamchukue kwa sababu process za mila na desturi zilifanyika. Ndio akamchukua. Na alipokuwa na maadili hakumgusa mpaka hizo anafanya. Kimya. Lakini siku za leo tunaanza kubahatisha, yaani ndoa zinafanyika za watoto wetu kama vile accident. Wengine watu wanapita tu. Wanajiamulia tu. Lakini sio hivyo. Mungu hakukusudia hivyo. Ilihitajika ruhusa. Umri umefika, sasa nyinyi mnatakiwa kuwa mmependana, na hata hivyo huwezi kupata popote isipokuwa arudi, kijana arudi kwa Bwana apate mke sahihi. Alafu apewe kibali cha kuanza safari. Bwana asifiwe. Amen. Hizo kwa nikuza. Lakini ngoja tuweke vizuri. Tumeokoka. Tumetoka katika tofauti zetu. Na Bwana amekutana na sisi kwa namna mbalimbali. Wengine tulianza bila ruhusa. Lakini Biblia inakubali aliyekiri dhambi zake na kuja mikononi mwa Mungu. Mtume Paulo anaongea katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7 au ya 5. Anasema hata imekuwa mtu akiwa katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamefanya nini? Ya kale yamefanya nini? Yes. Ukishaokoka, no matter umepita njia zozote zile, ukija kwa Yesu umeanza upya. Maisha yako salama. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unanielewa funga mkono. Yes. Usiwe na hatia ndani mwako. Ukishaokoka umeoshwa. Hata kama ulikatizwa vifanyaje, maadamu umemjua Yesu Kristo, maisha yako katika ndoa Yesu anatawala. Kusudi la Mungu litatimia katika ndoa yako. Mpango wa Mungu utakuja kwenye ndoa yako. Kwa sababu
Karatasi ni fujo tu. Kwa sababu uaminifu wa ndoa unatoka kwa wanandoa wawili, hata kama mna karatasi ya madhabahuni hapo. Kama mjakaa katika reli, bado inawezekana fujo tu katika ndoa. Kwa hiyo kuna mwingine anaona hiyo hatia, anasema unajua sisi hatujafunga ndoa, umezaa watoto watano hawajafunga ndoa. Ndio inafungwaje? Ndio tunasoma mwingiliano kati ya mwanamke na mwanaume. Hiyo ndio ndoa yenyewe. Naomba uondoe mashaka kabisa. Wewe kama unaona kabisa hatuna cheti cha ndoa, wewe una Mungu amekuruhusu. Haleluya. Kwani Adamu alipewa cheti na nani? Na Mungu tumekiona. Si alichukua akampelekea? Kwa hiyo na sisi usiwe na hatia hiyo. Kama mtataka baraka, kwa sisi mchungaji anazijua. Uko misimo, lakini nataka kwamba usiwe na hatia. Wewe ni halali mbele za Mungu. Mwingine anashindwa kukaa sawa sawa kwenye ndoa yake vizuri kwa sababu kale ka sauti kana mpiga wewe hujaolewa. Hujaolewa, mtoto wa kwanza amezaa, wa pili, wa tatu hujaolewa. Unataka uoleweje tena? Hapana, ukiwa katika Kristo Yesu mambo mengine yamepita. Tunataka baraka sasa. Tunataka hatua mpya. Tunataka hatua mpya. Tunataka kusikia kutoka kwa Bwana kupitia ndoa yako. Tunataka zile baraka zilizoahidiwa zije hapa. Tunaondoa kile kiambaza. Mwambie Roho Mtakatifu, anza na mimi. Hapa nilipo niondoe na ile hatia iondoke. Ili nifanye ibada ya kweli kupitia kwenye ndoa yangu. Nataka nione mpango wa Mungu. Nataka nisikie sauti ya Bwana. Nataka nione zile baraka ambazo ziliamriwa zije hapa. Haleluya. Haleluya. Ukiwa hatia ndani ya moyo wako, wewe ni kifaa cha Mungu. Wewe ni chombo cha Mungu. Tumeelewana watu wa Mungu? Wangapi wamenielewa sasa? Jambo la pili katika ndoa ni nini? Ni mfumo wa vizazi vyote. Katika nyakati zote. Huo ni mfumo wa kimungu. Mfumo wa vizazi vyote katika nyakati zote. Mwanzo 2:18 Mungu alisema si vema. Huo ni mfumo mkongwe. Mwanzo 2:18 na Mathayo 19 mstari wa 4 na wa 6. Kwa nini tunamkumbuka kwa Mathayo? Kwa sababu watu walimwendea. Mafarisayo walimwendea Yesu. Wakamwambia, unajua hivi ni halali mtu kumwacha? Yesu akalifaa, akarudi. Haikuwa hivi. Mimi nimepewa hati ya kuachana na Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Hamsikii? Lakini haikuwa hivi toka mwanzo. Na hii mwanzo ni ipi? Ni hiyo ya huku nyuma, mstari ule wa 24. Katika mwanzo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mke wake. Hakuna kuachana. Unajua ukisoma historia ya Wayahudi ile ilikuwa ni majani makubwa. Mungu amewapendelea, ameachilia nguvu zake kwake, ameweka ahadi na hawezi kuibatilisha. Taifa lake yeye, lakini ni majamaa ni kama jeuri sana. Na hata leo bado yana jeuri mkubwa na yanajivunia Mungu. Yanakwambia sisi tuachane, sisi tuna Jehova wetu. Hata sasa wanapigana huko na Mungu na mkono wake unanyosha kwa sababu aliweka commitment pale. Nguvu yake yote aliachia pale. Wenda wanamjua wamjui, lakini Mungu aliapa kuwa pamoja nao. Sasa naambia nyinyi, Mungu wenu nyinyi na achana maana yeye hata kama mwanamke akikosea katika chakula akazidisha chumvi anaacha. Naambia wewe sikutaki tena. Wala wanaruhusiwa hata. Lakini tunarudi. It was not so. Haikuwa hivyo. Na Yesu akawaambia aliunganisha Mungu mwanadamu asifanye. Sitenganisha. Sasa mwenye kutenganisha ni nani katika wawili wa ndoa? Nani anatenganisha? Ni mwanandoa mwenyewe. Whether kuna sauti ya nje au itoke kulia, lakini mwenye kutenganisha ni nani? Ni mwanandoa mwenyewe. Lakini Mungu amesema asitenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi nataka nikwambie tunapoenda kujifunza somo hili, Biblia inaturuhusu. Kuna watu ambao wanakaa wana mwenzi ameokoka, mwingine hajaokoka. Biblia imetoa maelekezo. Kama yule asiamini anakaa na aliyeamini akae naye. Na wewe uliamini tambua kwamba wewe ni mume wangu. Na kupitia wewe lazima natakasa. Ulikuwa unajaribu kufuatilia
ndoa ya Kikristo, hapo ndipo Mungu alipo. Bado tutanukuu Mwanzo 2:24 hiyo. Mungu alipo pale. Na ile Mathayo ile sura ya 19 mstari wa 6. Mungu ndipo alipo pale. Yeye ndiye mwenye kukutanisha. Ule mwingiliano kati wa mwanamke na mwanaume, Mungu ndiye anayewekea. Yeye ndiye anayefunganisha. Na sisi watumishi haturuhusi kuwachanisha watu. Kazi yetu sisi ni kusuluhisha, wapatane, waendelee na maisha. Haleluya. Hatuna hati ya kuwachanisha watu. Sisi tuna hati ya kuambia mkae mpatane. Yafanye mambo yawe mepesi. Tusameheane. Tuendelee tumsubiri Yesu. Jambo la 4. Maandiko yanaeleza kuwa ndoa ni siri kubwa. Maandiko yanaeleza ndoa ni siri kubwa. Tunapata Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 na 32. Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 na 32. Yes. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nina habari ya Kristo na kanisa. Ukisoma mistari ya juu kidogo katika maelekezo ya mwanaume kuja kwa mkewe kwenye kanuni zake, ndoa inapoangalia mwanaume anataka kumpenda mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Siri iko katika ndoa na mahusiano ya kanisa na Kristo. Ni ndio maana chombo hiki ni cha kuogopa sana. Mfananio ni mkubwa sana wa ndoa na kanisa. Mahusiano yake yanatakiwa yafanane kama Kristo na kanisa. Kwa hiyo wanandoa au mume anatakiwa kumlea mke wake kama anavyompenda, kama Kristo anavyolipenda kanisa. Huo ufanani wake uko pale. Ni siri kubwa. Mtume Paulo anaikuta ndoa, anafananisha na kanisa. Tungesema mkono huu Kristo na kanisa, mkono B mwanamume na mke wake. Kama Kristo na kanisa ni compound unit, hawa watu wameunganika ambao huwezi kutenganisha, hakuna maana. Kitu ambao kiko compounded, ukitenda kimoja kingine kinaweza kisiwe na maana. Ndipo ilivyo katika mwanamke na mwanaume. Hao nao wako compound unit, wameunganishwa pamoja. Ukimtoa mmoja, mwingine anakosa maana. Sasa hii siri ya Mtume Paulo anapounganisha, anasema ni siri kubwa. Kwa nini ndoa ifananishwe huku? Ni kwa sababu foundation ya ndoa ndio inatoa matokeo ya Kristo na kanisa. Haleluya. Haleluya. Yes. Ndio maana tunasema ndoa ikiwa sahihi, kanisa linakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo hao wawili wanapotembea katika upya wa utakatifu ni kanisa la Bwana. Ule ushirika wa wanandoa unatakiwa ufananishwe na ushirika wa Kristo na kanisa, au utendaji wa Kristo na Trinity yake. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako mmoja. Mume na mke wanatakiwa nao wawe kitu kimoja. Ule ushirika wao unatakiwa uambatane, usitenganishwe wala kuingiliana. Utendaji wao wa kazi unatakiwa usikinzane. Kirahisi watu tunasema mwili na kichwa na mwili vinatakiwa viende pamoja. Kichwa kisisalitiane na mwili. Unajua wanandoa wakikosana tunaanza kutafuta nani msaliti, kichwa au mwili. Kwa hapa tunahitaji kulinda ulinzi wetu kati ya kichwa
Ndio maana wakati mwingine ukikaa kutathmini, wakati mwingine nakaa kutathmini kama machozi yanatoka. Jukumu ni zito. Sio la kitoto. Na ndio maana mtoto atakapoingia kwenye ndoa, wanaingia wajibu kwa kuongea na vijana siku ya Jumapili. Lazima uwe na akili timamu wanapoingia katika ndoa, sio jambo la bla bla. Kwa sababu limefananishwa na yaani tunafanya kazi kwa niaba ya Mungu. Ni Mungu mwenyewe anahusika direct kwetu. Sasa swala linakuja, kama ni mfanano wa namna hiyo wa Kristo na kanisa, basi yatupasa wanandoa tuwe watakatifu. Haleluya. Tunapaswa kuwa watakatifu kwa mfanano huo. Tunapaswa kuwa watakatifu. Tunapaswa kuwa wasafi. Tunapaswa kulinda ndoa zetu kuliko na mafikiri. Unapaswa kuogopa kutoka nje ya ndoa kama unapofikiri. Leo tunalia, ndoa hazidumu, na tunaathiriwa sana na mila za wenzetu walioanguka. Wanaishi kwa mkataba. Biblia haijatuambia hicho kitu. Ndoa zinalia. Yaani sasa hivi ndoa inafungwa miezi mitatu eti watu wanatengana. Huo sio mpango wa Mungu. Alafu unatafuta nini? Unataka kitu gani kikubwa? Hatima yake itakuwa nini? Ni kwa sababu tunakuwa hatuelewi kwamba Mungu anatutarajia sana sisi tuishi kwa umoja na kwa ushirika kama wanavyoishi wao. Ukimwona mume, unamwona mke. Ukimwona mke, unamwona Mungu. Ukimwona Kristo, unamwona Roho Mtakatifu. Ukimwona unamwona Mungu. Ndio maana wakati mwingine tukishuhudia hapa tunataja vyote. Kwa kweli nimemwona Mungu. Bwana Yesu amenisaidia na Roho Mtakatifu amenitia nguvu. Yaani tunawaweka wote pamoja katika jambo ambalo limekutokea. Haleluya. Hatuwezi kuwatenganisha. Kwa siri jambo kubwa, mume na mke nao katika tuishi kwa namna hiyo. Ukiniona mimi mwana mdogo, maamuzi yanafanya mdogo, mimi Mungu akiniambia hamna shida. Tunataka tufanye hivi, tufanye hivi. Mpango wa Mungu katika ndoa. Huko ndipo tunaangalia neno la Mungu. Sasa tuangalie mpango wa Mungu. Alikusudia nini? Mpango wa kwanza alisema ndoa ni kituo chake. Ndoa ni kituo cha Mungu. Kama tulivyosema, ndoa ni mali ya Mungu. Ndoa ni kituo cha Mungu. Mungu anatakiwa kaya. Na kituo hiki kinatakiwa kituo mfanano wa tabia ya Mungu na mwanadamu. Mfanano wa tabia ya Mungu na mwanadamu. Kituo cha Mungu. Tunaweza kunukuu maandiko haya, lakini katika somo hili tunakwenda Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 2 mpaka 23. Kituo cha Mungu. Mungu anatakiwa atawale katika ndoa. Na tabia za mfanano wa kimungu zitoke katika ndoa. Kama ni kituo cha Mungu, ina maana yeye ni msimamizi wa kutufanya tusimamie kwa kila mmoja wetu. Mungu akiwepo katika ndoa, yeye ni msimamizi wa kuangalia tunafanya nini. Tunaomba kwa pamoja, tunawasiliana kwa pamoja, tunalea kwa pamoja, tunakemea kwa pamoja. Alafu kwa wawili wa ndoa, kila mmoja anamjali mwenzake. Simamizi wa ndoa, kila mmoja anamjali mwenzake. Je, tunatimiza maagizo yake katika ndoa? Yupo kila siku. Mwanamke anamjali mume wake, mwanamume anamjali mke wake. Je, tunajali watoto wetu? Je, tunawahubiria Injili? Kila kitu Mungu ndiye anasimamia pale na anaangalia. Na Roho Mtakatifu ndio mwenye kushika ile faili la ujazo wetu. Kwa sababu inasema katika siku za hukumu tutaenda kutoa faili letu. Kila mmoja atasimama kwenye ile kiti cha upe cha hukumu na watakatifu. Tunaenda kusimama. Utatoa, mwanaume utatoa nini? Na hata hivi tunaposema unaenda kutoa, huwa
Mmesomaje neno? Mnatumikaje kwa pamoja? Yeye msimamizi. Lakini pia anahitaji tabia zake zitoke katika ndoa. Na tabia za Mungu zipo, tunaziona. Tukienda ile Wagalatia sura ya 5, ule mstari wa 22. Hiyo ni tunda la Roho ambalo linatakiwa lielezewe na wanandoa. Furaha, amani, uvumilivu, utuweza, fadhili, tabia za Mungu. Lakini tabia ya Mungu kubwa ni utakatifu, ambapo pia wanandoa wanataka kupractice hiyo. Ni kituo cha Mungu. Namba 2, mpango wa Mungu ilikuwa ni kwa ajili ya huduma na utendaji. Huduma na utendaji. Timotheo kwa sura ya 5 mstari wa 4. Huduma na utendaji. Tunahitaji kumhudumia Mungu kama familia, kama ndoa. Tunafanya huduma. Lazima tuambie na wengine. Lazima tuzae na wengine. Lazima tumtumikie Mungu katika kanisa huku. Lakini tuwe watendaji pia. Kanisa linajengwa na watu wenyewe wahusika katika ndoa. Huduma zote zinazoletwa, maono yote ya mchungaji, wanandoa ndio watekelezaji wa kwanza. Mungu alitegemea haya. Namba 3, mpango wa Mungu ni uzalishaji wa kimwili na kiroho. Mungu aliamuru haya. Tunaomba pamoja na Mungu. Uzalishaji wa kimwili pamoja na uzalishaji wa kiroho. Yoshua sura ya 28 mstari wa 5. Yoshua hapa alisema mimi na nyumba yangu kama nikikataa kumtumikia Mungu. Akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Matendo 16 mstari wa 31 hadi 34. Uzalishaji wa mwili na ile moja Mwanzo 1 mstari wa 28 wale ndio wazai. Tunapata uzao kupitia wanandoa. Kabisa. Na tunalia siku za leo watu ndoa nyingi zinakosa watoto. Tunahitaji kumdai Mungu. Uliamuru tuzae. Na tumwamini Mungu. Na tuweke mikono kwa wale ambao hawana watoto. Bwana awakumbuke. Kwa sababu Mungu aliamuru watu wazae. Na hata katika maandiko amenukuu usiwe na tasa. Nimemwona Mungu akijibu. Na hata katika kwetu wako lakini tunaomba Mungu amewapa watoto. Unadai kwa Mungu hapo uzao, anakuwa wazae waongezeke. Lakini nje na uzao wa kimwili na uzao wa kiroho, familia tunahitaji kuwa na familia zingine. Tuambie na watu wengine uzuri wa Mungu. Fanya urafiki na watu wengine pia waokoke. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa ni kila mwanamume awe na mke mmoja tu. Huo ni mpango wa Mungu. Mwanaume na mwanamke, watu wawili. Mwanaume awe na mume wake, awe na mke mmoja tu. Na mwanamke awe na mume mmoja. Huo ni mpango wa Mungu. Hakuna mitara. Wala hata michepuko. Sio mpango wa Mungu. Ndoa kwa sasa hivi zinalia. Watu waogopi kabisa wanatoka. Tena Biblia ya wapi? Tulia. Uzuri na ubaya wa ndoa uko mikononi mwa wanandoa. Kitaka ndoa nzuri, tulia kama Bwana. Lakini ukitaka ndoa mbaya kulia, utatengeneza mwenyewe. Sababu hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kaja kuvuka. Condition ni kwamba mume mmoja, mke mmoja. Na wawili watoe tofauti zao wakae wenyewe warekebishe. Mwingine atataka mke wa mtu aliyependezeshe kwanza wa kwako, acha kutamani kwa mtu mwingine. Ukitaka mke wako mzuri, mtengeneze awe mzuri zaidi. Mrembe mwenyewe. Ukitaka mke wako awe safi, mrembe mwenyewe. Mtengeneze mwenyewe utie. Na mpango wa Mungu ni mkamilifu. Mtume Paulo anaongea katika Timotheo kwa sura ya 3 mstari ule wa 2 na wa 12. Tito sura ya 1 mstari wa 6. Lakini Yesu ameongea pia katika Mathayo, tumeikukuu sana
19 mstari wa 4 mpaka wa 6. Lakini katika Agano Jipya tunapata mtume Yohana katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7 hadi wa 10. Hapa ndio natuleta kabisa kwamba ndoa imefananishwa Kristo na